cha Sugu kwa heshima. Macho macho, macho macho, macho macho, macho macho, macho macho. Taarifa. Mtukufu Jitu, kuna kijana ameonekana pembezoni mwa msitu wa Chekaung'atwe akiwa anaogelea. Ina maana hawa wanaimaya hawajui sheria za huu msitu wa Chekaung'atwe. Msitu huu haruhusiwi mtu yoyote kuingia wala kuonekana pembezoni mwa mpaka wa msitu wa Chekaung'atwe. Nini kimemtokea? Lakini baada ya muda kidogo kuna joka kubwa lilionekana maeneo yale. Laiti kidogo tu limmeze akawa amenusurika kufa. Yaani miguu yake ndio iliyomsaidia, alikimbia. Ana bahati sana, angekuwa mfu. Kama ni mzima wa afya ni heri yake. Ni kweli mtukufu. Kipepeo, hivi unadhani utakaa kwa kujificha vichakani mpaka lini, wakati unajua kabisa kwamba mimi ni mfalme? Nahitaji huyo mke wangu wa tatu. Sio kama mimi sihitaji kuolewa na wewe, niko tayari hata kuwa mke wa tatu, na napenda sana niketi pembeni ya kiti cha mfalme, maana nakupenda sana mfalme wangu, na wewe ndio mume wangu mtarajiwa, na mimi ndio malkia wako. Niko tayari, lakini ni kwa masharti. Masharti gani haya? Wakati wake ukifika utajua tu. Mfalme alituambia tusivuke ule mti mkubwa. Kombo, hizo ni hadithi za kuogopesha watoto. Sisi hatuwezi kututisha watu wazima kama sisi. Lakini pia alituambia tusiingie katikati ya msitu wa Chekaung'atwe. Sasa mbona tumeingia? Amesema huu msitu ni wa maajabu. Atutishe ili tusije kukata kuni.
Ni nini hicho? Hivi umesikia kama mimi nilivyosikia? Ndiyo, nimesikia kama wewe ulivyosikia, na hizo ni sauti na kelele za wanaimaya. Nahisi kutoka kuna tatizo. Ina maana wanaimaya wameingia katika msitu wa Chekaung'atwe? Aliyakuwa nimewakataza wasiingie katika msitu wa Chekaung'atwe. Wananitafuta eh? Sasa basi, twende tukawatizame, na endapo tukimkuta mwanaimaya yoyote ameingia ndani ya msitu wa Chekaung'atwe, atajuta. Hapo ndipo watajua maana halisi ya msitu wa Chekaung'atwe. Twende tukawatizame. Ewe joka la msitu wa Chekaung'atwe, msamehe bure huyu mwanaimaya, maana hajui alitendalo. Amejichanganya, ameyabananga, ameingia kwenye msitu wako. Hivyo basi, naomba umsamehe. Adhabu yake nitampa mimi kwa niaba yako. Unaogopa eh? Ona unavyojambajamba, tumbo linakuwaka moto, unaachia mishuzi tu. Kaza kijambio, acha kutetemeka. Sasa wewe inabidi nikuadhibu, na adhabu yako ninakwenda kuifanya mbele ya mfalme wako, huku wanaimaya wenzio wakikuona macho. Hii iwe fundisho kwa yeyote atakayeingia kwenye msitu wa Chekaung'atwe. Mkamate! Kwa heshima. Sihitaji salamu yako ya kinafiki. Matango, nyanya, pilipili hoho, kitunguu wewe. Hivi wewe Ngogwe, kwa nini unaruhusu wanaimaya wanaingia katika msitu wa Chekaung'atwe
hali ya kuwa unajua vilivyo ule msitu haruhusiwi mtu yoyote kuingia zaidi yangu. Msitu unalindwa na mizimu mikali. Unawashwa Una hamu ya kukunwa? Ewe jitu msitu, nisamee mie. Sikujua kama wanahimaya wataingia ndani ya msitu wa Chekaung'atwe. Sasa basi, hichi kikaragosi chako kimeonekana kikiingia katika ule msitu, na unajua yeyote anayeingia katika msitu ule adhabu yake ni kumwaisha mbinguni chapkwa, mwendo wa ngili, mkia wa njiwa. Sasa basi, huyu adhabu yake na muaisha mbinguni. Wewe mtuhumiwa, inama ni kusweke na kuswekelea mbali na panga langu. Mwinamishe. Unatetemeka Kaza kijambio. Hii ndo adhabu ya mtu yoyote anayeingia katika msitu. Mtu yoyote akisubutu tena kuingia katika msitu wa Chekaung'atwe, adhabu yake ni kumwaisha mbinguni chapkwa, mwendo wa ngili, mkia wa njiwa. Nataka nione. Kwa nini ujiumize? Ili nisiwe kama wao.